Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa mnuko wa Global Visa Consultants, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada au Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba zilizoko chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka ziara ya Rais Vladimir Putin katika nchi ya China imeanza rasmi. Ziara ambayo actually itakuwa ni ziara ya siku mbili, ambapo Rais Vladimir Putin anakusudia kwenda kuonana na Rais Xi Jinping. Ni ziara ambayo tunachukua katika uzito wa hali ya juu, sio kwa sababu tu ya wahusika wawili hawa kwenda kuonana, lakini ni kwa sababu ya mtiririko wa misafara ambayo ilikuwa ikielekea katika nchi ya China. Ni siku kadhaa zimepita toka msafara kutoka katika nchi ya Iran kiongozwa na waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Iran Abbas Araghchi ulipoelekea katika nchi ya China, na kisha kufuatiwa na baada ya wiki moja kupita kufuatiwa na msafara wa rais wa nchi ya Marekani, Rais Donald Trump, na kisha baada ya hapo unafuatiwa sasa hivi na msafara wa rais wa nchi ya Urusi, Rais Vladimir Putin. Mtiririko wa misafara hii unatoa ishara ya wazi kabisa kwamba China hivi sasa ni nchi ambayo ina play katika tunasema ile central stage role. Inafanya kazi ya kati kwa kati, kwa maana ya kwamba inaweza kuzikusanya nchi kubwa duniani zenye mitazamo tofauti kulingana na umuhimu wake. Na hii tunazingatia hivi kwa kuzingatia kwamba ukiangalia mtazamo au fikra ya nchi kama ya Iran siku za nyuma kuelekea katika nchi ya China, ilikuwa ni fikra ambayo iko tofauti au inakuja kutengeneza hakikisho kabla ya kuja kwa Rais Donald Trump. Na baada ya kuja kwa Rais Donald Trump na kuondoka, maana yake kisha anakuja Rais Vladimir Putin. Lengo kubwa hasa ni kuweza kwanza kufahamu kile ambacho kimefikiwa katika makubaliano au mazungumzo baina ya Rais Xi Jinping pamoja na Rais Donald Trump, ni namna gani kinaweza kikawa kina athari katika upande wa nchi ya Urusi, au namna gani kinaweza ikaifanya Urusi ikaendelea kuwa salama pasi na kuathirika kwa namna yoyote, kwa kuzingatia kwamba makutano baina ya Rais Donald Trump pamoja na Rais Xi Jinping yalihusisha kuundwa kwa baadhi ya vitu muhimu. Kwa mfano, kuundwa kwa Board of Commerce pamoja na Board of Investment, kuundwa kwa bodi maalum kwa ajili ya masuala ya biashara, lakini vile vile kuundwa kwa bodi maalum kuhusiana na masuala ya uwekezaji, jambo ambalo kwa upande mmoja au mwingine, pamoja na kwamba ni jambo ambalo linahusisha nchi ya China na nchi ya Urusi na nchi ya Marekani, lakini kwa upande mmoja au mwingine ni jambo ambalo linaweza likawa lina athari pia hata katika upande wa Urusi, na ndio maana panakuwa kuna umuhimu wa safari ya namna hii ya Rais Vladimir Putin kuja katika nchi ya China. Lakini jambo hili vile vile linaweza likatoa indication au likatoa alama ya kuashiria kwamba kwa kadri tunavyozidi kwenda mbele, maana yake umuhimu wa nchi ya China utaendelea kudhihirika wazi. Kwa kadri siku inavyozidi kwenda mbele, maana yake umuhimu wa nchi ya China utaendelea kudhihirika wazi, kwa kuzingatia kwamba hata katika kikao kilichopita baina ya Rais Xi Jinping na Rais Donald Trump, unaweza ukaona kwamba moja katika ombi la Marekani ilikuwa ni China kuweza kupunguza sehemu ya vizuizi vyake kwa Marekani kufikia katika sehemu ya madini ya dimu ambayo yanapatikana katika nchi ya China, ile rare earth metal tunasema. Na ukizingatia kwamba nchi ya China ndio nchi ambayo ina hazina kubwa ya ile tunasema madini ya dimu, kwa maana kama rare earth metal, kwa maana yake wana control 60% mpaka 70% ya kile kinachopatikana duniani. Lakini vile vile ndio nchi ambayo inaongoza katika upande wa usafirishaji wa madini husika, maana yake wana control kwa takriban 85% mpaka 90% kwenye upande wa hiyo process ya kufanya masuala ya usafirishaji wa madini husika. Kwa hiyo maana yake ni nchi ambayo ina play central role, ni nchi ambayo inafanya kazi kubwa au inachukua nafasi kubwa ya ushawishi kupitia katika upande wa madini ya dimu, ambayo ni madini muhimu kwa hivi sasa, kwa sababu teknolojia kadri inavyozidi kukua, maana yake ndivyo inavyoongeza umuhimu wa kuhitajika kwa ile tunasema rare earth metal, kwa kuzingatia kwamba unapozungumzia vifaa vya teknolojia hivi sasa kama simu, laptops na mfano wake, kwa kiwango kikubwa vile vile vinahusisha madini yale tunasema ni madini ya dimu.
katika upande wa kuvifanya vifaa husika viweze kufanya kazi vizuri, lakini vile vile katika sekta ya masuala ya ulinzi na usalama, hasa katika nchi ambazo zimeendelea duniani kama Marekani pamoja na nchi za Ulaya kwa kiwango kikubwa. Unapozungumzia katika upande wa silaha kama zile tunasema ni guided bombs, yale mabomu ambayo yanakuwa uweza kupewa direction kwenda kushambulia katika sehemu fulani na mfano wake, au zile tunasema missile system au defense system, anti-missile system nyingi za silaha kiuhalisia, maana yake zimekuwa zinatumia zaidi sehemu ya madini adimu, ambapo maana yake inapokuwa imekosekana kwa kiwango kikubwa inaweza ikafanya system ya masuala ya ulinzi na usalama katika upande wa Ulaya na hata katika upande wa Marekani ikaweza kuzorota kwa kiwango kikubwa. Achilia mbali kwamba kuna nchi ambazo vile vile zina sehemu ya rare earth metal na zinavuna sehemu ya rare earth metal, maana yake nchi kama ya Australia ambao wenyewe wanachukua wana control takriban 8% ya kile kilichoko duniani katika upande wa rare earth metal, na kwa kiwango kikubwa wanajitahidi kwenye kuhakikisha kwamba nchi za magharibi zinapata sehemu au zinafikia ile sehemu ya utajiri wa rare earth metal iliyoko katika nchi ya Australia, kiasi ambacho hata hivi siku za karibuni wamelazimika kuzilazimisha baadhi ya kampuni za China zilizoko Australia ziweze kuuza baadhi ya share zao na mfano wake, baada tu ya Donald Trump kuondoka katika nchi ya China. Lakini bado China manake wana access kubwa ya kucontrol mzunguko wa rare earth metal katika dunia, ambao ni moja katika karata yao muhimu. Sasa katika mazingira namna hiyo kwamba China ikawa ina mamlaka ya kuweza kubinya baadhi ya nchi duniani ikiwemo nchi ya Marekani na kuweza kuipa nafuu nchi zilizoko duniani ikiwemo nchi ya Marekani katika upande wa rare earth metal. Hii ni kuashiria wazi kabisa kwamba China ina play role kama ni superpower, au inasimama katika position kama yenyewe ni superpower dunia, na ndio maana ina uwezo wa kuibana mpaka Marekani na kuweza kuifanyia wepesi nchi kama ya Marekani. Kwa hiyo ni ishara ya wazi ya kuonyesha kwamba bado kwa kipindi kirefu mbele inaonekana kwamba China itaendelea kusimama kama ni sehemu ya mihimili mikuu ya dunia kulingana na mambo jinsi yanavyozidi kwenda. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukiliona katika mtiririko wa safari hizi ni kuashiria wazi kabisa kwamba China wana vitu ambavyo vitaendelea kuvifanya au kuifanya dunia kwa hivi sasa, kwa inapoelekea mbele tutoke rasmi katika mfumo wa kuamini kwamba ipo nchi moja inaweza kucontrol kila kitu, kwa kuzingatia kwamba China ana vitu ambavyo Marekani hawezi kuwa navyo kwa hivi sasa. Kwanza kabisa, China anafanya uzalishaji mkubwa wa takriban 30% ya kile kinachotakiwa duniani. Anafanya uzalishaji mkubwa, na kadri siku zinavyozidi kwenda, maana yake uzalishaji wake una nafasi kubwa ya kuweza kuongezeka. Kwanza kwa sababu ya ukubwa wa population yake, lakini vile vile kwa sababu ya advancement of technology, ukuaji wa teknolojia yake, maana yake imekuwa unakuwa kwa kiwango kikubwa zaidi. Lakini vile vile uwezo wa China kuweza kupenetrate, kujiingiza katika maeneo tofauti tofauti, kuanzia maeneo ya Asia, maeneo ya Afrika, maeneo ya Ulaya na maeneo mengine, kiasi ambacho mpaka Marekani imekuwa inalazimika kuweka baadhi ya sera za kuzuia baadhi ya makampuni au baadhi ya bidhaa za China kuuzwa ndani ya Marekani. Hii ni kuonyesha kabisa kwamba katika upande wa namna gani China inaingia katika maeneo tofauti tofauti ni kwa namna ambayo Marekani hawezi kushindana na nchi ya China, na hasa inasukumwa na kiwango ambacho China wamekuwa wakifanya uzalishaji wao. Kwa hiyo huu ni upande wa kwanza ambao unaashiria wazi kabisa kwamba utaendelea kuinyima dunia ladha ya kuwa na mtawala mmoja tena ambaye atakuwa ana monopoly au atakuwa ana nguvu ya kudictate kila kitu na kutoa amri juu ya kila kitu pasi na mwingine kuweza kuwa na maamuzi ya tofauti. Hili ni jambo la kwanza ambalo China wamekuwa wakilionyesha, lakini vile vile kuonyesha kwamba China wataendelea kusimama au wanaashiria kwamba kwa hivi sasa wana nafasi ya kusimama kama ni rivals au kama wapinzani wa nchi ya Marekani, na hivyo kuondoa ile fikra ya kuwa na nchi ambayo ina nguvu peke yake duniani ya kuweza kucontrol kila kitu. Ni katika upande wa technology, manake China ni miongoni mwa nchi ambayo teknolojia yake inakuwa kwa kasi sana. Achilia mbali kwamba kuna nchi ambazo ziko highly advanced, ambazo zimeendelea zaidi katika upande wa teknolojia, nchi kama Marekani na mfano wake ni nchi ambazo ziko juu sana katika upande wa teknolojia. Lakini sasa hivi teknolojia inapoelekea, maana yake tunazungumzia sana masuala ya artificial intelligence,
Ndio teknolojia sasa hivi ilipo, kwamba tunapozungumzia teknolojia sasa hivi ya dunia, ni nani atakayeweza kufanya vizuri zaidi katika upande wa masuala ya artificial intelligence. Na ukiangalia kwa hivi sasa, moja katika nchi ambayo imekuwa ikifanya research nyingi, lakini vile vile imekuwa kila uchao wamekuwa wakifanya baadhi ya project ambazo zimekuwa zikiashiria kwamba wako mbele katika upande wa masuala ya artificial intelligence, ni nchi ya China. Manake China inafanya vizuri hasa kwa kuonyesha wazi kabisa kwamba inazalisha vijana wengi, lakini vile vile inatengeneza viwanda vingi na inadhihirisha teknolojia ya hali ya juu ambayo imekuwa bounded au imetengenezeka kupitia katika masuala ya artificial intelligence. Hili ni jambo ambalo tunaliona katika siku za usoni. Marekani inawezekana kwamba wapite China katika upande wa masuala ya artificial intelligence, na hii ina sababu nyingi, kwa kuzingatia kwamba masuala ya artificial intelligence vile vile yanahusisha masuala kama ya chip. Na ukiangalia katika mkutano baina ya Rais Donald Trump na Rais Xi Jinping, moja katika deal ya Rais Donald Trump ilikuwa ni kukubali au kuwataka China wanunue sehemu ya zile tunasema ni advanced chip ambazo zinaweza kusaidia katika upande wa masuala ya artificial intelligence. Lakini China inaonekana kwamba kama zile Nvidia, lakini inaonekana kwamba China hawajakubali hilo. Bali wamemwambia Marekani kwamba sasa hivi wanakusudia kutengeneza za kwao. Sasa kiasi cha kufikia kwamba China wanataka watengeneze zile chip ambazo zinaweza zikatumika kwa kiwango kikubwa katika masuala ya artificial intelligence katika level ya juu. Hii ni kuonyesha wazi kabisa kwamba kadri tunavyozidi kwenda, manake katika upande vile wa artificial intelligence China inawezekana wakawa wako vizuri zaidi au wakawa wako katika level ambayo inalingana na level ya Marekani. Na katika mazingira namna hiyo, manake ni kuashiria wazi kabisa kwamba tutakosa ladha ya kuwa na nchi moja duniani ambayo inaweza kuwa na ina monopolize au ina control katika sekta kama hizo za artificial intelligence ambazo sasa hivi zina uelekeo hasa katika upande wa masuala ya teknolojia. Lakini jambo lingine ambalo linaashiria wazi kabisa kwamba China inatoa uelekeo wa kwamba tumeagana rasmi au tunaendelea kuagana rasmi na ile siasa ya dunia ambayo ilikuwa inakuwa controlled na Marekani, ni katika upande wa masuala ya kiuchumi kiujumla. Manake uchumi wa China unakuwa kwa kasi sana. Uchumi wa China unakuwa kwa kasi sana, na ndio maana unaweza ukaona kwamba Marekani katika striving yake au katika kupambana kwake ni kuhakikisha kwamba ana control zile njia ambazo zinaifanya China iweze kuendesha uchumi wake. Na moja katika njia ambayo Marekani amekuwa akipambana nayo siku zote ni kuhakikisha kwamba ana control ile supply line ya masuala mafuta na gesi. Na ndio maana alifanya movement katika upande wa kule Venezuela, na ndio maana anafanya juhudi ya kutaka kuwa na control ya ile sehemu ya mlango bahari wa Hormuz, maanake isibaki katika upande wa nchi ya Iran. Maanake kubaki katika upande wa nchi ya Iran, hii ni sehemu ya security katika upande wa China. Lakini fikra ile ya Marekani ya mwanzo ya kwamba Iran ikiwezekana iwe utawala uanguke na ikiwezekana isambaratike, fikra yake hasa kubwa ilikuwa inafocus katika nchi ya China, kwamba China asiweze kuwa na access ya kuweza kufikia mafuta kama ya nchi ya Iran, kwa sababu automatically Marekani kama ana control nchi ya Iran, China kwake haiwezi kuwa rahisi kupata mafuta kutoka katika nchi ya Iran. Na katika mazingira namna hiyo, manake China talazimika aweze kufanya biashara na Marekani, na kufanya biashara na Marekani manake kutendelea kuhakikisha kwamba Marekani siku zote inaendelea kuwa juu, kwa sababu yeye ndio atakuwa ndo ambaye ana control zile njia za upande wa nishati. Sasa katika mazingira namna hiyo, manake ni kwamba Marekani focusing yake siku zote ni kuhakikisha kwamba ana control supply line katika upande wa energy sector, katika upande wa sekta ya nishati, ili kuhakikisha kwamba China siku zote anaendelea kuitegemea Marekani, jambo ambalo mpaka sasa hivi inaonekana kwamba kufanikiwa kwake ni kudogo. Na iwapo hilo litakuwa halijaweza kufanikiwa, maana yake ni kwamba kuna nafasi kubwa ladha ile ya Marekani kwanza kuondoka, ya kuwa kama ile superpower, lakini vile vile Marekani nguvu yake ikawa ina kikomo linganisha na nguvu ya nchi ya China, kwa sababu maana yake patakuwa hakuna kitu cha kuweza kuizuia China au kuweza kuifanya China iweze kuitegemea nchi ya Marekani, kwa sababu Marekani ya concentration yake kubwa au jicho lake kubwa lipo katika upande wa sekta ya nishati, kwamba control sekta ya nishati ili China aweze kuitegemea Marekani. Anakuitegemea Marekani, maana yake aweze kufanya biashara na Marekani, jambo ambalo litaifanya Marekani siku iendelee kuwa juu, na jambo ambalo litafanya matumizi ya dola duniani yaweze kuwa ni matumizi
matumizi ya kudumu, kwa kuzingatia kwamba baadhi ya nchi ambazo zina uchumi mkubwa na zina nguvu kubwa duniani bado zinaitegemea nchi ya Marekani, na ndiyo fikra kubwa iliyoko katika nchi ya Marekani, fikra ambayo kwa hakika hatuna imani kama inaweza ikafanikiwa, kwa kuzingatia hata safari ya Rais Donald Trump katika nchi ya China hivi siku za karibuni, lengo lake kubwa, moja katika karata ambayo alikwenda nayo Rais Donald Trump ilikuwa ni ya kumtaka Xi Jinping atie pressure katika nchi ya Iran. Kutia pressure katika nchi ya Iran maana yake sio tu katika upande wa nuclear. Ile nuclear inazungumzwa tu kwa sababu ndio lugha ambayo dunia wanaweza wakaielewa kwa urahisi, lakini jicho la Marekani liko katika mlango bahari wa Hormuz. Kwa hivyo lengo la Marekani ilikuwa ni kumshawishi Rais Xi Jinping kwa deals na vitu kama hivyo, aweze kutia pressure katika nchi ya Iran, ikiwezekana wafungue mlango bahari wa Hormuz, na kama na program labda za nuclear na mfano wake ziwe discussed katika muundo ambao unawezekana kuwa na manufaa na nchi ya Marekani, jambo ambalo nchi ya China hawakulikubali. Jambo la kuisupport Marekani katika movement hiyo, bali kauli iliyotolewa nje ya kwamba China na Marekani wanataka mlango bahari wa Hormuz ufunguliwe, China na Marekani hawakubali Irani wawe na nuclear, ilikuwa ni kauli ya kisiasa. Lakini ukija katika upande wa documentation, hakuna point kwamba China walikuwa wamekubali kwamba kuisupport nchi ya Marekani katika swala la kuhakikisha kama mlango bahari wa Hormuz unabaki kuwa wazi, au Iran wanastopisha program zao za nuclear na mfano wake. Kwa hiyo hii ilikuwa ni kuonyesha wazi kabisa kwamba China walisimamia upande wao na Marekani walisimamia upande wao, na ndio maana baada tu ya Marekani kuondoka, mmoja katika kauli ambazo zilizungumzwa na kina Marco Rubio ni msimamo wa Marekani kuhusiana na Taiwan, kwamba Marekani wataendelea kuisupport Taiwan, kwa sababu kila mmoja aliingia kwenye makubaliano akiwa na karata yake. Marekani akiwa na karata ya Iran na China akiwa na karata ya Taiwan. Walipokuwa wameshindwa kuelewana, ndio maana Marekani wakatoka na kauli kwamba utaendelea kuisupport kuendelea kuisupport ile kisiwa cha Taiwan, baada ya kuona kwamba China wenyewe ni kama hawako radhi kuacha kuamini kwamba Iran wana haki ya kusimamia kile ambacho wanakisimamia. Kwa hiyo kiuhalisia ni kwamba kwa mazingira yaliyoko yanaendelea kuonyesha umuhimu wa nchi ya China, na ndio maana unaweza kuona kwamba series ya viongozi wamekuwa wakielekea katika nchi ya China, na hii inaashiria wazi kwamba hivi sasa ni rasmi kwamba dunia inaachana na mfikra ya kuwa na nchi moja duniani ambayo ina say au ina kauli juu ya kila kitu katika dunia. Pamoja na kwamba Marekani bado ina nguvu, ni jambo ambalo lipo wazi, lakini ni kwamba dunia hivi sasa inaachana na mfumo huo wa kwamba nchi moja duniani ina dictate kila kitu, na alama yake imetokea mbali. Maana yake alama yake hasa ilitokea kuanzia kwenye mwaka 2008, kwa sababu toka ilivyoanguka ile USSR, Umoja wa Soviet, kwenye miaka ya 90, kilipita kipindi cha takriban kama miaka 13 takriban au 14. Palikuwa duniani mwenye nguvu ni mmoja tu ambaye ni Marekani. Lakini kufikia kwenye mwaka 2008 Urusi walipovamia sehemu ya Georgia, wakagawanya sehemu ya Abkhazia na South Ossetia, na Georgia ni miongoni mwa nchi ambayo ilikuwa inasapotiwa sana na Marekani, na kuna taasisi takriban 30,000 ndani ya Georgia ambazo zinasapotiwa na Marekani. Hizi tunasema ni NGO. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba siasa za ndani ya Georgia zinafata mrengo wa Marekani au zile nchi za Ulaya na mfano wake. Sasa Urusi walivamia mwaka 2008 na Marekani walishindwa kwenda kuisaidia ile Georgia, ikagawanywa, katengwa, kuna sehemu za Abkhazia na kuna sehemu za South Ossetia. Katika mazingira hayo ilikuwa ndio alama ya kwanza mwaka 2008 kuindicate kwamba hivi sasa ile nguvu ya Marekani kama ndio global superpower inakwenda kuanguka baada ya Urusi kuivamia Georgia na Marekani kushindwa kwenda kuisaidia nchi ya Georgia. Series hiyo imekuwa ikiendelea mpaka 2014 takriban, Urusi ilivyochukua sehemu ya Crimea. Marekani pia akashindwa kutoa assistance ya namna yote, mpaka hivi juzi mwaka 2022 Urusi walivyoamua tena kuingia katika upande wa mashariki mwa nchi ya Ukraine. Pamoja na kwamba nchi za Ulaya zimekuwa zikitoa support na mfano wake, lakini zimeshindwa kuizuia Urusi, ambao sasa hivi imefika katika mji kama wa Dnipropetrovsk na mfano wake. Kwa hiyo series ya matukio imekuwa ikiindicate kwamba tunahama katika mfumo wa kwamba mwenye nguvu ni mmoja ambaye ni Marekani, na hivi sasa kwa tunapoelekea ni ishara ya wazi kabisa kwamba
tumetoka katika mfumo wa kuamini kwamba the global superpower au ile mwenye nguvu ni mmoja, na sasa hivi tunaelekea katika multipolar worlds, au tupo katika multipolar world. Wenye nguvu wapo wengi. Ndio maana leo hii China ana uwezo wa kuiambia Marekani sikuuzii rare earth metal. Na China anaposema kwamba sikuuzii rare earth metal, maana yake ni kwamba analeta athari katika ile sekta yote ya teknolojia ya nchi ya Marekani. Na ndio maana panakuja umuhimu wa vikao kama kile kilichopita cha Rais Donald Trump kwenda kuonana na Rais Xi Jinping ili kuweza kupunguza ile misuguano baina yao kwa kutengeneza bodi, kwa mfano kama bodi ya biashara. Lengo la kutengeneza bodi ya biashara manake ni kusolve matatizo kama hayo, kwamba mambo mengi yamalizwe katika bodi. Isiwe Rais Trump leo amezungumza hivi na Xi Jinping amezungumza hivi. Kuondoa hizo friction, maana yake ni kwamba tutengeneze bodi maalum itakayoshughulikia kile ambacho kinatakiwa na kile ambacho hakitakiwi. Ni ishara ya wazi ya kuonyesha kwamba sasa hivi Marekani sio mkubwa peke yake. Na ndio maana inafikia hatua inabidi wakutane, wakae, wazungumzishane. Kwa hiyo ina maana hata safari ya Rais Vladimir Putin inakuja kutia zege katika kile ambacho kimeendelea kuonekana katika siku za nyuma, kwamba tunapozungumzia miongoni mwa mihimili ya dunia kwa hivi sasa, maana yake unaizungumzia nchi ya China. Pamoja na kwamba hatuna imani kwamba China itasimama yenyewe kwamba ndio superpower wa dunia kwa mazingira yaliyoko hivi sasa, kwa sababu kwa dunia jinsi inavyozidi kwenda, maana yake ni kwamba mazingira yaliyoko, wenye nguvu wataendelea kuwa wengi. Huo ndio mfumo ambao sasa hivi dunia maana yake inaelekea kuendelea kuona, kwamba patakuwa kuna nguvu ya Urusi, patakuwa kuna nguvu ya China, patakuwa kuna nguvu ya Marekani, patakuwa kuna nguvu ya Ulaya kama Ulaya, patakuwa kuna nguvu labda ya Iran, patakuwa kuna nguvu ya Afrika na mfano wake. Ndiko dunia inapoelekea, kwamba dunia imetoka magharibi hivi sasa inaelekea mashariki, na kwa mambo yanavyozidi kwenda inawezekana katika siku za usoni vile vile ikielekea katika nchi za Afrika. Lakini bado tuna muda wa kuendelea kulitazama jambo hili, tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu ni Maulid Ali Mnukwa, ni kuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na ni kuombe usahau subscribe, kulike, share pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.